Ukumbuke kuwa kama una agano na Mungu, lazima sauti yake utasikia. Lazima utasikia. Na patano au agano la Mungu na mwanadamu ni yeye kuwa Mungu wetu na kuyashika yale anayotuagiza. Ukienda kusoma Yeremia 31 mstari wa 33, neno la Mungu linasema hivi. Ngoja nilisome Yeremia 31 mstari wa 33. Neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli. Unaweza ukaitoa Israeli ukajiweka wewe. Baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Nitakuwa Mungu wao. Hili ndio agano ambalo Mungu ameliweka kwa ajili yetu, kwamba yeye awe Mungu wetu na sisi tuwe watu wake. Sasa ndio maana nakuja kusema ya kwamba endapo tutaweza kuitii sauti yake na kulishika agano lake, yeye atatufanya tuwe tunu kwake. Unaweza ukajiuliza tunu maana yake nini? What the meaning of tunu? Tunu maana yake nini? Tunu ni kama zawadi au hazina ambayo mtu anajivunia kuwa nayo. Ni thamani fulani alionayo mtu. Bwana Yesu asiwe sana. Tunu ni kama thamani. Maana yake nini? Mungu anasema ikiwa tutalishika agano lake na tutaisikia sauti yake, tutakuwa wa thamani machoni pake kuliko makabila yote, kuliko makabila yote duniani. Tutakuwa wa thamani, tutakuwa wa thamani. Sisi kama tunaenda pamoja watu wa Mungu hapa, tutakuwa wa thamani. Maana yake tukiweza kushika agano la Mungu, tutakuwa wa thamani mbele zake kuliko wengine. Na tukiwa wa thamani, ametuambia kitu kwenye Isaya 43 na ule mstari wa 4. Ni sawa na wewe unapokuwa wa thamani kwenye kundi fulani au kwa watu fulani. Wale watu watakuthamini, tena watakujali kwa kiwango kikubwa. Watakujali kwa kiwango kikubwa kwa sababu ya thamani ulionayo kwenye eneo lao au kwenye maisha yao. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Ndio unajikuta mtu anajiona anasema fulani ana moyo mzuri sana, amenifanyia 1 2 3. Bwana Yesu asiwe sana. Maana yake amekuwa wa thamani katika macho yako kwa sababu amekufanyia mambo kadhaa.